Naam, karibu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea au yanajiri sasa hivi katika nyanja ya kisiasa na katika mitandao ya kijamii humu nchini sasa hivi. Habari na madai mapya ya kushangaza yaibuka tena kuhusu Humphrey Polepole. Kigogo afunguka mazito nyuma ya pazia juu ya kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole na kuhusishwa kwa afisa wa polisi. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Tanzania inakabiliwa na mvutano mkubwa kufuatia ufichuzi mpya kuhusiana na kupotea kwa kutatanisha kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, ambaye inasemekana alitekwa nyara nyumbani kwake Ununio, Kinondoni usiku wa Oktoba tarehe 6 mwaka huu. Kesi hiyo ambayo tayari iko chini ya uangalizi mkali wa mahakama na kitaifa ilichukua mabadiliko makubwa baada ya mtangazaji maarufu mtandaoni anayefahamika kama Kigogo kuweza kuzua taharuki kwa kuweza kufichua mazito haya. Kusambaa kwa wingi kwenye mitandao ya kijamii katika video hiyo, Kigogo huyo anatoa shutuma kali zinazomhusisha ofisa wa polisi Faustin Mafwele kupanga kile anachoeleza kuwa ni operesheni iliyoratibiwa vyema na serikali inayomlenga Polepole. Kwa mujibu wa madai ya Kigogo kuhusu Mafwele na Polepole, utekaji nyara huo haukuwa wa kubahatisha, bali ulipangwa kwa uangalifu na watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali na vyombo vya usalama. Kigogo huyo alidai kuwa operesheni ya kumkamata Polepole ilitekelezwa na kitengo maalum cha mbinu kinachodaiwa kuwa chini ya ZCO Mafwele, jina ambalo limeibuka katikati ya kesi za awali zinazohusisha kukamatwa kinyume cha sheria na kutishwa kwa wakosoaji wa serikali. Mtazamaji, madai haya bado hayajathibitishwa, lakini ni madai na shutuma ambazo zinatoka kwa Kigogo huyo. Katika simulizi yake, Kigogo alieleza kwa undani matukio ya usiku huo kwa maelezo ya kutisha, akidai kuwa magari mawili aina ya Toyota Land Cruiser yalionekana yakizunguka eneo la Ununio kuanzia majira ya saa 9 alasiri, muda mfupi kabla ya majirani kusikia kelele na kuona taa zikizima ghafla eneo hilo, na ndipo hapo taarifa zilianza kuenea. Madai yake juu ya jukumu la Mafwele katika utekaji nyara wa Polepole ama shutuma zake yamezua hasira na mashaka makubwa, huku watumiaji wa mtandao wakitaka uchunguzi huru ufanyike kuhusu madai ya afisa huyo kuhusishwa na kesi hiyo ya Polepole. Wakati huo huo, Agostino Polepole, kaka wa mwanasiasa aliyotoweka, alithibitisha akaunti ya familia ya matokeo ya usiku huo na kuelezea matokeo kuwa mabaya zaidi. Aliripoti kuwa baada ya utekaji nyara huo, familia hiyo ilikuta nyumba hiyo ikiwa imeharibiwa, milango kuvunjwa kwa sehemu, nyaya za umeme zikiwa zimekatwa na madoa ya damu sakafuni. Licha ya kuripoti tukio hilo kwa polisi mara moja, familia hiyo inasema haijapokea taarifa rasmi wakati huo. Ombi lao linabaki kuwa rahisi: wanataka kujua alipo Humphrey Polepole, awe hai au amekufa. Kutokuwa na uhakika huku kumeongeza uelewa wa umma na kuimarisha wito wa uwajibikaji, hasa kwa kuzingatia madai ya Kigogo kwamba Mafwele alihusika moja kwa moja katika kutoweka kwa Polepole. Kwa mujibu wa toleo la Kigogo la matukio yanayowahusisha Mafwele na Polepole, hii haikuwa tu kitendo cha kunyamazisha, bali ni sehemu ya jitihada pana za kusambaratisha mitandao ya wanaharakati na watu wa ndani ambao wamekuwa wakitetea uwazi katika shughuli za serikali. Madai hayo, ingawa hayajathibitishwa na bado hayajulikani kama ni kweli, yameongeza hali ya mgawanyiko tayari inayozunguka taasisi za kisiasa na usalama za Tanzania. Madai hayo pia yameibua majina ya watu wanaoheshimika kama Mzee Butiku na mwanaharakati Mange Kimambi, ambao Kigogo anadai walihusishwa kwa dhati kupitia juhudi za kufichua ukweli kuhusu matumizi mabaya ya madaraka kimfumo. Mijadala ya mitandao ya kijamii imeibuka na simulizi zinazoshindana, baadhi zikimtuhumu Kigogo kwa hisia za kisiasa, huku wengine wakiamini kuwa anafichua ukweli usiofurahisha. Ombi la Mahakama Kuu la wakili Peter Kibatala la kutaka kutoa amri kwa ajili ya uzalishaji ama kuwasilishwa kwa Polepole mahakamani limeongeza uzito zaidi wa swala hilo. Bado madai ya kuhusisha utekaji nyara wa Polepole na kumtaja Mafwele kama yalivyotolewa na Kigogo yameweka hadithi hiyo katikati ya mjadala wa kitaifa wa Tanzania. Katika hoja zake za kisheria, Kibatala alisisitiza kuwa kumchukua mwananchi kwa nguvu nyumbani kwake bila kufuata taratibu ni kukiuka katiba na msingi ya haki za binadamu. Aliitaka serikali na mahakama kuchukua hatua madhubuti katika kulinda utawala wa sheria haraka. Mahakama Kuu imekubali kutoa ombi hilo la
la dharura, lakini kesi bado hazijakamilika. Suala la iwapo mahakama itatambua shutuma za Kigogo zinazomhusisha Mafwele katika kutoweka kwa Polepole bado ni kiini cha hitaji la uwazi nchini. Kujibu shinikizo hilo kubwa, jeshi la polisi Tanzania kupitia kwa msemaji wake lilitoa tamko la kukanusha kuhusika na upotevu wa Polepole. Msemaji huyo alikiri jina la ZCO Mafwele kutajwa katika taarifa za vyombo vya habari na malalamiko ya familia, lakini akashikilia kuwa hakuna ushahidi wowote uliotolewa kuthibitisha ushiriki wake au madai yake makali. Licha ya kukanusha, taarifa hiyo imefanya kidogo kutuliza hasira za umma. Watanzania wengi wanaona ni jaribio la kukwepa uwajibikaji, huku wakikwepa uchunguzi wa moja kwa moja unaodaiwa na tuhuma za Kigogo dhidi ya Mafwele na jukumu lake katika kutekwa kwa Polepole. Mashirika ya haki za binadamu sasa yameingilia kati yakitaka uangalizi wa kimataifa kwa kile wanachoeleza kuwa tabia ya kuhangaisha, ya kutoweka na vitisho. Shirika la Amnesty International, vilevile muungano wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania pia na jukwaa la wahariri Tanzania TEF wametoa kauli kali kulaani tukio hilo la utekaji. Waliutaka utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan na CCM kuzingatia uhuru wa kikatiba na kuhakikisha uchunguzi unafanyika bila upendeleo. Rufaa zao zinafanana na zinarejelea madai kama hayo ambayo ameyatoa Kigogo na kutaka. Rufaa zao mara nyingi zinarejelea madai haya kama vile ameyatoa Kigogo ya kumtaja Mafwele ama afisa wa polisi na kutaka hatua ichukuliwe. Katika hotuba yake ya kuhitimisha kwenye video hiyo ya mtandaoni, Kigogo alionya kuwa kunyamazisha sauti kama za Polepole hakutazuia ukweli kujitokeza. Alidai kuwa taarifa zote alizozikusanya Polepole zilihifadhiwa salama na hatimaye zitakuja kujulikana bila kujali vitisho. Kauli zake tangu wakati huo zimefasiriwa kama onyo na ahadi, ishara kwamba mafunuo zaidi yanaweza kufuata. Kuendelea kuwepo kwa madai ya Kigogo yanayowahusisha Mafwele pamoja na Polepole kumewafanya Watanzania wasikie kwa wasiwasi kitakachoweza kufuata, huku mijadala ya mitandao ikizidi kupamba moto na kutaka haki inazidi kuongezeka kila saa. Wakati taifa likishikilia pumzi yake, hali ya sintofahamu inaendelea kugubika mazingira ya kisiasa na mitandaoni. Hadithi hii ya Humphrey Polepole, wakati mmoja mwanadiplomasia na sasa ishara ya hofu ya kisiasa, imekuwa mahali pa mkutano kwa wale wanaodai uwajibikaji. Ikiwa madai haya ya Kigogo kuhusu jukumu la Mafwele ama afisa wa polisi katika utekaji nyara wa Polepole yanathibitisha au la, ya kweli au ya uongo, jambo moja liko wazi: kesi hiyo imetikisa imani ya umma kwa taasisi zilizokusudiwa kuwalinda raia. Mahakama zinapofanya mashauri, wananchi wanasubiri majibu ambayo yanaweza kufafanua si tu hatima ya mtu mmoja bali pia mwelekeo wa haki nchini Tanzania. Mtazamaji, ni kufahamisha kwamba hadi kufikia wakati huu, ikiwa ni jioni ya siku ya Alhamisi, bado Polepole hajaweza kujulikana alipo na bado hajaweza kupatikana, lakini maafisa ama kikosi cha usalama Tanzania kimeweza kuwajuza Watanzania kwamba uchunguzi unaendelea kwa makini na iwapo taarifa zozote zitapatikana wataweza kuzitoa wao binafsi. Vilevile mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na swala ama madai haya ya Kigogo kwa Mafwele. Vilevile mtazamaji, like video hii kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya kuhusiana na masuala haya.